Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Jukwaa la hatua za kimataifa lafanyika Beijing likitoa wito wa juhudi za pamoja kwa maendeleo. Maonyesho ya Canton Fair yaingia awamu ya pili kwa kuangazia bidhaa za nyumbani. Na utalii wa wageni nchini China waendelea kuongezeka kwa kasi. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Na mkutano wa tatu wa ngazi ya juu wa jukwaa la hatua za kimataifa kwa maendeleo ya pamoja ulifanyika Beijing kuanzia Jumanne hadi Jumatano, ukitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za pamoja ili kuchangia kwa njia chanya katika kukabiliana na changamoto za kimataifa na kuendeleza maendeleo ya dunia. Wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 140 pamoja na mashirika ya kimataifa na kikanda na taasisi maalum walihudhuria hafla ya ufunguzi. Hamis Darwesh anaripoti zaidi. Tukio la mwaka huu lilikuwa na vikao vidogo vitatu vilivyojikita katika uchumi wa kidijitali, mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo ya kijani, pamoja na ufadhili wa maendeleo kwa lengo la kuwezesha mijadala ya kina kuhusu kujenga makubaliano ya maendeleo, kukusanya rasilimali za maendeleo na kuimarisha uwezo wa maendeleo endelevu. Washiriki walichunguza kwa pamoja suluhisho na njia za vitendo za kukuza ujenzi wa jumuiya ya kimataifa ya maendeleo yenye mustakabali wa pamoja. Aidha, tukio hilo lilikuwa na eneo la uzoefu la Digital South lililounganisha maonyesho ya teknolojia, uzoefu wa mazingira halisi ya matumizi na mazungumzo ya kibiashara ili kusaidia nchi za Global South kuboresha viwango vyao vya maendeleo ya kidijitali na akili bandia pamoja na uwezo wa kujitegemea. China plays a very important role. One of them is the digital empowerment. We believe that China can play important role in embracing digital technology, especially in emerging fields such as artificial intelligence and digital economy to accelerate development progress. China will hopefully continue to strengthen cooperation and partnership among developing countries and is a key pair for a global economic growth. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita tangu pendekezo la mpango wa maendeleo ya kimataifa kutolewa, zaidi ya nchi 80 zimejiunga na kundi la marafiki wa mpango wa maendeleo ya kimataifa, utaratibu ulioanzishwa na China katika Umoja wa Mataifa Januari 2022 ili kuharakisha ajenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu, na zaidi ya miradi 1800 ya ushirikiano imeanzishwa. Kupitia mfuko wa maendeleo ya kimataifa na ushirikiano wa kusini, China imetekeleza zaidi ya miradi 100 ya ushirikiano wa pande tatu kwa kushirikiana na zaidi ya mashirika 20 ya kimataifa katika zaidi ya nchi 50 na imewafundisha wataalamu zaidi ya 200,000 kutoka nchi zinazoendelea. Katibu mkuu wa shirika la hali ya hewa duniani Celeste Saulo ameipongeza China kwa mchango wake mkubwa katika kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hususan kwa kusaidia nchi zinazoendelea kuongeza uwezo wao wa kukabiliana na changamoto hizo. Simiwa Njala anatuarifu zaidi. Akizungumza na kituo cha televisheni cha China Global Television Network mjini Beijing, Saulo alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kipindi hiki ambacho dunia inakumbwa na migawanyiko na migogoro mbalimbali. WMO was created more than 150 years ago. In those days, there was a clear recognition that no single country could be prepared for the weather without having collaboration across borders. Because as we usually say, climate has no boundaries, water has no boundaries. So this recognition that without collaboration, we are all in a way affected. It becomes quite obvious that collaboration should be above everything. And even in a world that is fragmented and exposed to different types of crises, still weather and climate information must be shared
for decision making. It's about building trust through shared knowledge. Alieleza kuwa tangu kuanzishwa kwa WMO zaidi ya miaka 150 iliyopita, imekuwa wazi kwamba hakuna taifa linaloweza kujilinda kikamilifu dhidi ya hali ya hewa bila kushirikiana na mataifa mengine. Saulo alibainisha kuwa hali ya hewa na rasilimali maji hazina mipaka, hivyo ushirikiano ni muhimu ili kuhakikisha taarifa muhimu za hali ya hewa zinashirikishwa kwa ajili ya kufanya maamuzi sahihi na kujenga imani kupitia maarifa ya pamoja. Kadhalika alieleza kuwa China ina nafasi kubwa zaidi ya kuchangia kupitia mpango wa maendeleo wa kimataifa unaojulikana kama Global Development Initiative. Alisifu juhudi za China katika kusaidia nchi za kusini mwa dunia kuongeza uwezo wao, akiitaja maendeleo yaliyofanywa na mamlaka ya hali ya hewa ya China, ikiwa ni pamoja na mfumo wa tahadhari wa mapema wa Mazu unaotumia teknolojia ya akili bandia. Kwa mujibu wa Saulo, mfumo huo ni chombo muhimu kinachoweza kupanuliwa zaidi kupitia ushirikiano wa kimataifa ili kusaidia nchi mbalimbali kujiandaa dhidi ya matukio ya hali mbaya ya hewa yanayozidi kuongezeka kote duniani. The huge commitment of China to work with the Global South and to increase the capacities of the Global South is a key piece where we can build more and more. In particular, the China Meteorological Administration, through several developments, including MASU, their early warnings based on AI, is a critical tool that can be expanded, and it's already being expanded through several collaborations. China is doing a lot. It can continue doing that through the effort of the GDI. We believe that this will reinforce the commitment of China to continue to collaborate with the Global South to assist them in developing their own tools for being prepared for the extreme weather that we are all experiencing. Awamu ya pili ya maonyesho ya Canton makala ya 139 China yanayoendelea nchini China yameingia rasmi awamu ya pili. Maonyesho haya yanayofanyika katika mji wa Guangzhou kusini mwa China ndiyo maonyesho makubwa zaidi ya kibiashara duniani. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Awamu hii ya siku 5 kuanzia tarehe 23 hadi 27 mwezi wa Aprili inalenga zaidi bidhaa kama samani, vifaa vya ujenzi, mapambo ya nyumbani na bidhaa za matumizi ya kila siku. Lengo kuu ni kuonesha maendeleo ya China katika sekta ya maisha ya nyumbani na ubunifu wa bidhaa. Maonyesho haya makubwa yanafanyika kwa vipindi vitatu, kuanzia tarehe 15 mwezi Aprili mwaka huu hadi tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu, yakihusisha zaidi ya kampuni 32,000 na vibanda zaidi ya 75,000, jambo linaloifanya kuwa moja ya maonyesho makubwa zaidi ya biashara duniani. Katika ufunguzi wa awamu ya pili kulikuwa na burudani ya ngoma za jadi za joka na simba zilizovutia washiriki wengi. Moja ya mambo makuu ya awamu hii ni msisitizo wa bidhaa rafiki kwa mazingira. Bidhaa kama vile vyombo vinavyooza kiasili na vifaa vinavyoweza kurejelewa vinavutia wanunuzi wengi, ikionyesha mwelekeo wa biashara ya kijani na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pia kampuni nyingi za China zinashiriki katika kuweka viwango vya kimataifa vya bidhaa katika sekta kama keramik na alumini, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa ushawishi wao katika soko la dunia. Maonyesho haya pia yameleta bidhaa za kisasa kama mabwawa ya kuogelea yanayotumia AI na vifaa vya kisasa vya kuchomea nyama. Eneo jipya la mitindo pia limevutia wanunuzi kwa bidhaa kama vile lulu za maji safi na kazi za sanaa za kitamaduni. Kwa ujumla, Canton Fair inaendelea kuwa jukwaa muhimu la biashara ya kimataifa, likileta pamoja wauzaji na wanunuzi kutoka duniani kote na kuonyesha mwelekeo wa biashara ya kisasa duniani. Utalii wa wageni nchini China unaendelea kuongezeka kwa kasi, huku nchi hiyo ikijijengea sifa ya kuwa salama na utulivu. Wageni wa kimataifa wanasifu mazingira ya usalama na urahisi wa huduma, jambo linalochochea ukuaji wa sekta ya utalii. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Hali ya utalii wa wageni wanaoingia nchini China inaendelea kuimarika, huku wageni wengi wakisifu mazingira salama na utulivu wa nchi hiyo. Sifa ya China kama mahali salama imekuwa kivutio kikubwa kwa watalii wa kimataifa, na hivyo basi kuongezea kasi ya ukuaji wa utalii kwa kiwango cha juu.
Pia kadri China inavyoendelea kurahisisha sera ya visa, soko la utalii kwa wageni limeanza kuonyesha dalili za kuimarika. Mbali na urahisi wa njia za malipo na motisha za kurejeshewa kodi kwa watalii wanaoondoka, mazingira ya usalama wa umma yamepata pongezi nyingi kutoka kwa wageni wa kigeni. The illumination of the buildings at night, there are police, so that's extra security there. I feel pretty safe. Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Usalama wa Umma nchini China, idadi ya matukio ya uvujaji wa sheria ilipungua kwa 12.8 mwaka 2025 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi tangu mwanzoni mwa karne hii. Kuanzia matembezi ya usiku hadi kuacha mizigo bila uangalizi, mambo ambayo yanaweza kuwa ya hatari katika maeneo mengine nchini China, yanatoa mazingira ya utulivu na kuaminika kwa wanafunzi wa kimataifa, wataalamu wanaoishi nje ya nchi pamoja na wageni. In China, the trust between people makes me feel safe. The Chinese people are quite enthusiastic, making us feel at home. Utawala bora na jamii yenye uwajibikaji vimechangia kujenga mfumo madhubuti wa usalama wa kijamii unaoungwa mkono na miundombinu ya usalama, doria za mara kwa mara na huduma za dharura zenye mwitikio wa haraka. Zaidi ya hayo, ukarimu wa watu wa China pia unaongezea hisia ya kipekee ya usalama. When one of my friends came to China for the first time, she didn't know any Chinese. She got lost and started crying. A police officer saw her, immediately came over and escorted her all the way back to her hotel. It was quite touching. Waziri wa mawasiliano na masuala ya kidijitali wa Senegal, Alion Sol, amesifu ushirikiano na China pamoja na mchango wa kampuni ya Huawei katika kuimarisha maendeleo ya kidijitali nchini humo. Ushirikiano huo umechangia hatua kubwa katika ujenzi wa miundombinu ya kidijitali na mafunzo ya wataalam barani Afrika. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Sol alisema hayo kando ya mkutano wa 3 wa ngazi ya juu wa jukwaa la hatua za kimataifa kwa maendeleo ya pamoja uliofanyika Beijing. Mkutano huo uliandaliwa na shirika la ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa la China, ukiwa na kauli mbiu hatua kwa vitendo, kujenga jamii ya kimataifa ya maendeleo kwa wote, na uliwakutanisha wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 140 pamoja na mashirika na taasisi mbalimbali. Washiriki walijadili ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, ufadhili wa maendeleo endelevu na suluhisho za kidijitali kwa maendeleo ya ubora wa juu katika nchi za kusini mwa dunia. Mwaka huu pia unaadhimisha miaka 5 ya mpango wa maendeleo ya kimataifa, yani GDI. China tayari imetekeleza zaidi ya miradi 1800 chini ya mpango huo, ambayo imenufaisha nchi nyingi zikiwemo Senegal. Kwanza, kuna ushirikiano wa pande mbili kati yetu na China, ambapo tuna mahusiano ya karibu katika sekta ya kidijitali. Ushirikiano huu unahusisha makubaliano yaliyosainiwa mwaka 2025 yenye lengo la kusaidia nchi za Afrika kuwafundisha maelfu ya wahandisi ifikapo mwaka 2027. Akizungumzia maendeleo ya kidijitali ya Senegal, Sol alisifu ushirikiano wa kitaifa kati ya nchi yake na China, akieleza kuwa unahusisha makubaliano pande mbili ya mwaka 2025 yanayolenga kusaidia mataifa ya Afrika kuwajengea uwezo wahandisi wengi ifikapo mwaka 2027. Aidha, alisifu uwekezaji wa makampuni ya Kichina katika sekta hiyo, akitaja Huawei. Alisema kampuni hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa miundombinu ya kidijitali nchini Senegal, ikiwemo vituo vya data vilivyoimarisha uwezo wa teknolojia. Katika sekta binafsi, tangu kuanza kwa ushirikiano wa kidiplomasia mwaka wa 2025, Senegal imepiga hatua kubwa katika nyanja ya kidijitali kwa msaada wa makampuni ya Kichina kama Huawei. Kwa sasa, Huawei inachangia sehemu kubwa ya miundombinu ya kidijitali nchini Senegal. Si lazima kusema ndiyo mhimili mkuu, lakini inahusika kwa kiwango kikubwa. Hii inajumuisha vituo vya kuhifadhi data ambavyo bila shaka vimenufaika na msaada wa kampuni hiyo. Mpango wa GDI ulipendekezwa na Rais wa China Xi Jinping kupitia hotuba ya video aliyotoa katika mjadala mkuu wa kikao cha 76 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa tarehe 21 Septemba mwaka wa 2021. Upangaji wa kurusha makundi ya droni ni utaalamu mpya unaokuwa kwa kasi na unaochukua nafasi muhimu katika operesheni za kisasa mjini. Umetambuliwa rasmi nchini China mwaka jana kama sekta yenye mchango mkubwa katika teknolojia ya kisasa. Zakia Pong anafahamisha zaidi katika sehemu yetu ya Ifahamu China.
Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Upangaji wa kurusha makundi ya droni ambao utaalam unaibuka na kutambuliwa rasmi na mamlaka nchini China mwaka 2025. Unachukua nafasi muhimu katika operesheni za kisasa katika maeneo ya mijini. Mwezi Julai mwaka 2025, upangaji wa kurusha makundi ya droni ulitambuliwa rasmi kama utaalam mpya wa kitaifa na Wizara ya Rasilimali Watu na Usalama wa Jamii. Hivi sasa droni nchini China hazitumiki tu kwa ajili ya maonyesho, bali pia zimekuwa vifaa muhimu katika maeneo mbalimbali kama vile kusimamia magari, uchunguzi wa ajali na usambazaji wa vifurushi kwa anga ya chini. Katika kituo cha kuongoza na kusambaza huko Nanjing, mji mkuu wa mkoa wa Jiangsu, China, wapangaji wa kurusha makundi ya droni wanaweka vigezo katika skrini na kwa kubonyeza kiongozeo, droni kadhaa zitaruka kwa wakati mmoja kutoka kwenye banda la ndege linalojiendesha na kuruka kuelekea kwenye maeneo yao yaliyopangwa. Kwa mujibu wa kiongozi rasmi wa kundi hilo, matumizi ya droni yamebadilika hatua kwa hatua kutoka mfumo wa jadi wa matumizi ya droni moja hadi mfumo mzuri zaidi na kitaalam na wa kiwango kikubwa, na kuchochea mahitaji ya utaalam wa kazi na utaratibu wa ujuzi wa watumiaji wa mwanzo. Hauwezi kukabiliana na mahitaji ya nafasi hizi za taaluma za pande nyingi na nidhamu zinazoingiliana. Kazi mpya inahitaji rasilimali watu yenye ujuzi zaidi ya mmoja, kama vile ujuzi wa kiufundi, upangaji na uratibu wa wafanyakazi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani ya sekta hiyo, katika kituo cha huduma za usafiri wa anga ya China cha mkoa wa Jiangsu, maofisa wanasema watumiaji wa droni wanaonyesha vipaji vyao katika sekta kadhaa ikiwemo ukaguzi na usafirishaji. Kwa mujibu wa takwimu za kituo hicho, droni tayari zinatumika sana katika ukaguzi wa nyaya za umeme na kilimo mkoani hapa, na matumizi yake katika sekta ya usafiri pia yanachukua nafasi muhimu. Hivi sasa kituo hicho kinatoa ushauri mbalimbali na huduma za ushauri wa utendaji kwa zaidi ya watumiaji 70,000 wa droni na zaidi ya kampuni 400 ndani ya mkoa. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na kabla ya kukamilisha, ni wakati basi wa Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Karibu basi kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. 第5课，我6岁。 Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Kupuliza povu kwenye maandishi. Msichana mdogo anapenda kupuliza povu mbele ya mlango. Kama tu ukiweza kusoma herufi za Kichina kwenye povu kwa usahihi, povu zitaelea. Tafadhali msaidie msichana kusoma maandishi kwa usahihi na kuruhusu mapovu kupaa. Da. Se. Duo.
也，你，其，妈，爸，月月，你几岁？我6岁。月月，你几岁？我6岁。月月几岁？月月6岁。月月，你几岁？我6岁。你哥哥多大？他也6岁。你哥哥多大？他也6岁。月月的哥哥几岁？月月的哥哥6岁。你哥哥多大？他也6岁。Sasa tumemaliza majaribio yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 我家的相册。弟弟1岁，妹妹也1岁。我7岁，爸爸35岁，妈妈也35岁，爷爷60岁，奶奶也60岁。我家的相册。弟弟1岁，妹妹也1岁。弟弟几岁？弟弟1岁。妹妹几岁？妹妹也1岁。我7岁。他几岁？他7岁。爸爸35岁，妈妈也35岁。爸爸多大？爸爸35岁。妈妈多大？妈妈也35岁。爷爷60岁，奶奶也60岁。爷爷多大？爷爷60岁。奶奶多大？奶奶也60岁。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见. Kufikia hapo ndipo tunapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.